Pastor Chiko ameonekana akikuna kisogo na ni mara baada ya Clam Vevo kumwomba shetani hatimaye akampatia fedha. Sasa hiki kitendo ama hii ishara ya Pastor Chiko kukuna kichwa ina maana gani? Ingawa hivi mapema, aliambiwa na mke wake kwamba anapokuwa anatafakari juu ya maisha ambayo anathink atayaishi na mkewe hapo baadaye, kwa maana ya kwamba wanahitaji kujinasua kwenye ukata wa kifedha, basi asijaribu kusahau namna ya kutafakari vile ambavyo Clam aliweza kumwambia. Na katika analysis ambazo zilipita, nimeshawahi kukuchombeza kitu nikasema yawezekana mke wa Pastor Chiko akawa na ushirika na chama. Yaani hili jambo lihifadhi akilini, huenda likawa ni kweli ama tukawa tumepredict katika side ambayo ina majibu tofauti, kwa sababu haiwezekani, yani kuna kitu fulani hivi hapo mbele unaweza kuja kustuka kwamba ala, kumbe huyu mwanamke pia alikuwa ni mmoja kati ya miongoni mwa watu ambao wapo chamani. Hiyo ni concept ya kwanza. And concept ya pili, namna Aisha alikuwa mwanzo akimwona kama Kiulizo ni mbogo, leo hii amekuwa tofauti kidogo. Ni mtu ambaye ameonekana kuwa na simanzi usoni, na kile ambacho Kiulizo amekizungumza sijajua imekuwaje. Ni kweli hii ndoa ambayo Aisha anahitaji kuingia na Matula ni ndoa ambayo ni kama ni forced, kwa sababu Aisha alishastuka kwamba mbona kama Matula ni mtu wa system. Unajua nishakwambia mtu wa system ni mtu wa namna gani? Yes. Kwa hiyo inafika wakati anakosa confidence ya kuweza kumweleza mama yake mzazi, kwa sababu mama yupo upande wa kuhitaji ndoa. Even ukitazama baba yake na Matula ameshatangaza kwa baadhi ya watu kwamba ndoa inakuja, na mama yake na Aisha amekazia kwamba Kiulizo huwezi ukaforce ukamchukua binti yangu, tayari anakwenda kwenye ndoa. Hili tabasamu la Aisha kwa Kiulizo ambalo lina majonzi ndani yake, halina hasira, lina maana gani? Hiyo ni concept ya pili. Lakini concept ya tatu, Kaniki kafara yake ya kwanza ni ipi? Hapa kuna kafara tatu tofauti ambazo huenda zikamkuta. Na je, anafanya tendo la ndoa na nani? Ni pazito, kwa sababu hatujaambiwa kama ni mtu au ni mnyama, si ndio? Concept ndogo ya mwisho ambayo ninaweza nikaanalyze hapa mwanzoni halafu ikaisha. Tumeona namna ambavyo wanafunzi wamesaidiwa soda na biskuti, then baadaye wamekuja kulipuka mapepo na muhusika hajaweza kuyatuliza. Mwalimu atathink where na nafikiri atawaza kitu fulani ambacho labda ni kumtafuta mchungaji au sheikh aweze kufanya maombi, kila kitu kikae smart. Na huyo mchungaji ni yupi? Ni Pastor Chiko. Na vipi kuhusu sheikh? Sijui kama mnapata vitu kwenye brain. So tunapoifocus next episode, lazima tuwe tuna concept madhubuti, ambapo tutakapokuwa tuna analyze, hizi ndizo zitakuwa key frame za kuweza kuanalyze next episode ni kitu gani ambacho kinaweza kuhappen. So karibu Kibox Media, I'm Timothy, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala mbalimbali ikiwemo filamu. Make sure na like video hii, kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa saa husika, then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. After saying so, take a break, halafu nikupitishe kwenye hizi concepts tatu ambazo ni madhubuti na ile nne ambayo ni ndogo kidogo, ili tuweze kuanalyze kwa pamoja nini ambacho kitafuata kwenye next episode. Tukianza na concept ya kwanza, ni dhahiri kabisa kwamba Pastor Chiko kwa namna ameonekana akikuna kisogo ni dalili za wazi kwamba anahitaji kuingia chamani. Yani zile hisia za kuingia kwenye chama ni karibia zinakuja. Sasa kama zitakuja kweli na akaingia chamani, maana yake na yeye atakuwa miongoni mwa watu ambao, of course, unajua issue ipo hivi. Pastor Chiko hata kama atakuwa ni miongoni mwa watu ambao watahitajika kutoa kafara na vitu vingine, ila kwa hapa alipo uwezo wa kujinasua ni mkubwa, kwa sababu hajafahamu siri za chama. Na kama ataingia kuzifahamu siri halafu baadaye akasema ngoja nitoke, ni ngumu. Tunafahamu jinsi ambavyo
Kaniki kimemkuta, na ndicho ambacho Pastor Chiko kinaweza kikamkuta. Kwa hiyo possibility kubwa ya Pastor Chiko kuweza kuingia kwenye chama ni kubwa zaidi. Sio kama nipata hapo, kwa sababu tumeshaona ana dalili fulani za kuweza kuingia chamani. Ila mashabiki ukitazama kwa umakini, wanahitaji hii series iwe na pande mbili ambazo zinakinzana, ili kila moja ichukue nafasi. Yani Pastor Chiko abaki katika upasta ili nguvu ya Mungu ionekane katika series, lakini pia kwa sababu kuna upande wa pili wa chama ambao unajihusisha na mambo ya kichawi, basi nguvu ya shetani inapokuwa ina rise up, nguvu ya Mungu inakuja inapangua. Sio kama mnapata hicho kitu. So director anaweza kama ametupeleka huko ili kutuonesha baadhi ya mambo ambayo huwa yanatokea kwenye side B na kadhalika. So tujiandae katika hiyo situation. Na tukija kwenye concept ya pili, nimejiuliza maswali kadhaa kwamba Kaniki atatoa kafara gani? Manake ni baada ya siku 7 anahitajika atoe kafara. Ni ipi hasa? Cha kwanza nika think about his mother. Yes, mama yake mzazi anaweza akatolewa kafara. Imagine anaenda kwenye mjengo mzuri mkubwa mpya, alafu baada ya muda mfupi anafariki. Na kama si mama yake, basi anaweza akaambiwa atoe kafara mtoto ambaye atanyepata na mke wake Sikitu. Hii ni mbaya sana. Hiyo ni kafara ya pili. Lakini kafara ya tatu, labda kama itabase kwenye upande wa kuchagua mtu wa kumtoa, alafu baadaye akaamua kumtoa mtu ambaye nadhani yeye anamfaa kwa kafara. Nadhani ndivyo vitu ambavyo mimi nimefikiria kwa ukubwa zaidi. Lakini nikabaki kwenye kiulizo kikubwa na maswali kadhaa kwamba Kaniki aliambiwa na bosi ama mkuu wa chama kwamba awe anashiriki tendo au ashiriki tendo kwa siku 3, Jumatatu, Jumatano na Alhamis. Sasa anayeshiriki naye tendo ni nani? Ni mtu au ni mnyama? Nilipata mashaka mazito, nikahisi huenda Kaniki anashiriki tendo na mnyama. Hii ni mbaya sana. Na sijajua mke wake, of course hajajua mpaka sasa kwamba Kaniki amepataje utajiri wa ghafla. So labda kama atakwenda kumuuliza Matula, lakini mume wake amekataa kwamba mimi dili la Matula sio hili. Unaona sijui ni dili gani ambalo atamueleza na kumuelewa, hatuwezi tukajua. Lakini mama yake mzazi pia anajiuliza imekwaje mwanangu chapchapa amepata mali za ghafla, nunua mjengo mkali. Na hisi kuna kitu ambacho labda Kaniki atakuja kukitunga ili familia na mke wake waweze kumwelewa. Hiyo ni konsepti ya pili. Lakini konsepti ya tatu, Aisha kwa namna ambavyo tumemtazama, maneno ambayo ukiulizwa ameyazungumza kuhusu ndoa yake ambayo hivi karibuni inakwenda kusherehesha watu wakafurahi sana, ni ndoa ya majuto. Na Aisha nahisi ni kama sijui alimpanga kiulizo. Unajua kuja kiulizo na namna ambavyo amezungumza ni kama kulikuwa kuna maneno ambayo au maelezo ambayo yamempatia foreshadow. Unaona So Aisha tabasamu lake halipo la kwamba anamchukia kiulizo, ila lipo tabasamu la kwamba anapenda kubaki na kiulizo. Huenda kuna vitu ambavyo ameanza kuvifahamu kuhusu Matula. Babake mzazi na Matula, of course by this time anazidi kupeleka taarifa kwa watu ambao walimbeza kwamba mtoto wako kuna ABC, kuna ABC, kuna ABC. Hawezi kuoa au namzuia nini na nini, ana pesa. So mafikirio yalikuwa mengi. Je, ni kipi ambacho kinaweza kikawa ni suluhisho la Aisha kupata amani zaidi ya kuikimbia ndoa? Mimi nafikiri kama anaweza agome kuolewa, mama aseme hapana, mimi nataka niolewe na fulani. Sasa unaweza ukaibuka ugomvi, mama asimuelewe kabisa, na Matula hawezi akamlazimisha sana kumuoa huyu mwanamke. Though baba anaweza kaingia kwenye wakati mgumu wa kupata fedha kwenye kijiji. Na tukimalizia concept ya mwisho ni kuhusu wanafunzi shuleni, namna ambavyo wamelipuka mapepo. Nikasema yes, Pastor Chiko anaweza kahappen hapo akafanya maombi na wanafunzi akapona, ama akatafuta sheikh pia akafanya maombi akapona. Otherwise wakatafuta watu ambao wana nguvu zaidi, alafu kaja kuonekana Pastor Chiko ameshaingia chamani na ndiye atakayewasaidia wanafunzi. Sio kama mnapata kitu kama hicho? Yes, sijajua Mr. Midevu baada ya wanafunzi kulipuka mapepo amepata faida ipi? Wanajua wao katika chama, mambo ya siri hayo. Sawa, mimi nafikiri katika hizi concept 4
kuna namna unaweza kuwa umefocus next episode kwa kuthink kwamba yes, Timothy ambacho ana analyze huenda kika happen au kisiweze kutokea. Huu ni uchambuzi, ndivyo ambavyo huwa unakuwa. Lakini mambo ya kujikumbushia kwenye maisha. Kaniki amekuwa ni msiri sana kwa mke wake. Msiri mno. Sasa siku mambo yatakapoanza kuonekana mazito, nafikiri ana uwezo kuja kumwambia mke wake ni kitu gani ambacho kimemfanya aingie kwenye hicho chama, au ameamua kuwa msiri ili afe kiume peke yake, hakuna kumwambia mtu. Yani kama ni mazito atamkuta yamkute yeye, ili familia ibaki salama. Je, Kaniki yeye kuweza? Tujifunze vijana, as tunapotafuta fedha katika njia ambazo hazipo halali za kujiunga na masuala ya ganga, kichawi nini, mwisho wa siku nakuja kumtoa kafara mzazi. Inauma sana. Ombea kitu kisiwe kwa mwenzako kufikia wewe, halafu ndipo uone namna ambavyo uzito wa mambo huona kwa mgumu sana, au sio bana? Lakini katika concept ya Pastor Chiko, wachungaji mnapitia changamoto nzito. Of course we know that kuna baadhi ya mambo ambayo hayakwepeki, lakini katika haya masuala ya nguvu za giza tunapaswa kukaza imani. Sisi raia wa kawaida, lakini wachungaji na wao pia wanapaswa kukaza imani. Aisha ni mtu ambaye alipenda sana fedha kuliko upendo wa dhati ambao alikuwa anaupata kutoka kwa Kiulizo. Maskini wa leo lakini tajiri wa kesho. Kwa hiyo mimi nafikiri katika haya yote ambayo nimeweza kuanalyze, tujifunze na tuweke katika akili kuweza kuithink next episode ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea. By the way, sina mengi sana kuzungumza. Make sure na like video hii, kisha unafinya na subscribe ili kupata update kwa saa husika, then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. After saying so, see you until the next time, but you may comment by using English language. Kibox Media family, they will respond if possible. Ciao.